Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imewahakikishia wananchi wenye sifa za kukopeshwa mikopo ya 10% kuwa watafikiwa kwa fedha hizo kwa kuwa fedha bado zipo. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji mikopo ya 10% kwa kutumia mfumo jumuishi, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogoro amesema wameendelea kutenga fedha kuwezesha wananchi kiuchumi na kuwataka wenye sifa kuchangamkia fursa hiyo. Na sisi halmashauri yetu ni miongoni mwa halmashauri za mfano ambazo zinakwenda kufanya majaribio ya utaratibu huu mpya ambao unashirikisha mabenki. Imesababisha halmashauri yetu kuwa na makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 18 ambayo kwa kushirikiana na CRDB tunakwenda kutoa mikopo hii. Wako watu ambao wanapita barabarani wanasema hakuna hiyo mikopo, hakuna hiyo mikopo. Mikopo ipo na anayetaka aje, na mchakato wa utafutaji wa kuchakata vikundi vingine upo. Zaidi ya vikundi 940 viliomba. Leo hii vikundi vinavyoendelea kutolewa ni vingi. Tumepata mwitikio mkubwa. Katika awamu ya kwanza tumepokea jumla ya maombi 120 kutoka kwa wajasiriamali binafsi, vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na maombi yao yana ujumla ya thamani ya shilingi bilioni 3. Mikopo ambayo tunaendelea kutoa pamoja na hii ya leo ni sehemu ya ile awamu ya kwanza ya maombi 120. Bado tuna mameneja wetu wa matawi, maafisa wetu wa embeju mbalimbali walioko hapa ambao wanaendelea kuzunguka kutembelea vikundi mbalimbali. Kwa hiyo wanachama wa vikundi vyote 120 wamepata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya fedha na kufunguliwa akaunti maalum kwa ajili ya uwezeshaji huu. Kwa kushirikiana na halmashauri tunaendelea kutoa elimu ya fedha, ya kuwa na biashara endelevu, kuwekeza fedha za mikopo hii kwenye biashara walizoombea mikopo na kurejesha mikopo hiyo. Mafunzo haya ni muhimu katika kuwasaidia kukuza biashara zao na kuwa na kumbukumbu za sifa za urejeshaji wa mikopo zitakazowawezesha wao kuweza kupata mikopo mingine mbali ya hii wanaoipata, kuinua kipato chao na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameeleza namna pikipiki hizo zitakavyowasaidia kujikomboa kiuchumi. Mikopo hapa halmashauri ya 10% ambao haina riba, kwa hata mrejesho lake ni la kawaida. Kwa hiyo mimi aliwezi kunishinda. Sisi tumefuata taratibu, tumeenda ofisi za kata, tukamkuta mama maendeleo, akatusaidia. Leo tunakabidhiwa vyombo hivi hapa. Nimejipanga kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu mkubwa na kurejesha marejesho, na ili wenzetu wengine wapate mikopo hii endapo tukimaliza kurejesha. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa taarifa hiyo. Na mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umeshauri kuundwa kwa kamati ya kitaifa ambayo itafanikisha kupatikana kwa mwafaka wa pamoja kabla ya kuanza kwa mchakato kupatikana kwa katiba mpya hapa nchini. Wakili Onesmo Olengurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania, amezungumza hayo mbele ya wahariri wa vyombo vya habari na waandishi wa habari leo Jumapili Oktoba 5, 2025 katika mkutano ambao umelenga kuwasilisha tathmini ya mtandao huo, lakini pia kuhusiana na swala la katiba mpya ambayo umeweza kupewa nafasi kwa uchaguzi mkuu mwaka 2025, ambapo ameeleza kuwa kutotanguliwa kwa kamati hiyo kunaweza kupelekea mchakato wa katiba mpya kukwama kwa mara nyingine tena kutokana na kukosekana kwa umoja na kutokukamilika. Hii ni taarifa zaidi. Zitaondolewa endapo tutaunda kamati ya kitaifa ya kutatua changamoto hizi. Na tunapendekeza ili kufanikisha hili tunapendekeza yafuatayo. Sasa tutafanyaje? Lazima sisi tunatoa, hatutaki tuache vitu vikiwa na maswali. Si ndio Tunapendekeza kitu full complete. Uongozi kwanza, lazima uongozi ili tufanikishe hili. Lazima uwepo uongozi wenye nia ya dhati ya kufanya hivi. Viongozi wote wa kisiasa, kijamii, kidini
wanapaswa kuonyesha dhamira ya kweli ya kuisha mchakato wa katiba mpya kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi binafsi. Tunapokwenda kwenye huo mwafaka, yani tuende na hiyo nia na hiyo dhamira ya kuwa taifa moja na vitu kama hivi. Lakini tutafanyaje sasa? Mwafaka wa kitaifa utafanyikaje? Hilo ni swali ambalo najua mtaniuliza, sisi tunapenda kutanguliza kulielezea. Kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya mwafaka. Kabla tujaanza mchakato wa katiba, yani hapo bado hatujaanza mchakato wa katiba. Na najua mtaniuliza ni lini hiyo kamati iundwe. Nitakuja kutoa mwelekeo. Kamati hii iwe na chombo cha mpito chenye mamlaka ya kitaifa, chenye jukumu la kushughulikia changamoto muhimu katika jamii. Yani zile ambazo zinatufanya tusiwe pamoja, zile ambazo zimetengeneza mpasuko, lazima kamati ya mwafaka ifanyie kazi. Sasa kazi hizo ambazo kamati itafanya ni hizi zifuatazo. Kwanza, kufanyia kazi mpasuko wa kitaifa uliotokana na changamoto za awamu iliyopita, uchaguzi 24, uchaguzi wa 2024-2025, pamoja na changamoto ambazo zinaendelea za sasa za kitaifa. Hiyo kamati itatakiwa ifanyie kazi. Na sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, waandishi, mtakumbuka kwa miezi takriban sasa 4 tumekuwa tukizungumza swala la mwafaka wa kitaifa. Kwa hiyo kamati hii itafanyia kazi changamoto hizi zote na kutoa mwelekeo wa kitaifa kwamba watu washikane mikono kwamba changamoto hizi zimekwisha, alafu ndio twende kwenye katiba mpya. Lakini jambo lingine, kazi ya kamati ni kutibu majeraha yaliyotokana yote, nasema mgawanyiko wa kisiasa, kijamii, lakini pia na kutokana na mchakato wa katiba uliopita. Yale majeraha niliyowaeleza lazima yatibiwe kwanza, ndio twende kwenye mchakato wa sasa tunaotegemea wa katiba. Lakini jambo la tatu, kuainisha hoja kuu zenye mgongano, zile hoja zilizokuwa ambazo nilisema ni sababu za kukwamisha. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu kuhusiana na muundo wa muungano kabla ya kwenda kwenye katiba. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu, tunataka tuwe na muundo gani unaosimamia mfumo wa uchaguzi katika taifa letu. Lakini kamati ya maridhiano sasa, ili iweze kufanikiwa, lazima izingatie muundo wake utakuwaje. Muundo wa kamati hii ya maridhiano, tusirudi kwenye zile kamati za watu wawili watatu kujifungia ndani alafu kusema kwamba ni kamati za maridhiano. Tusirudi kwenye zile kamati ambazo zinachukua upande mmoja wa jamii, hizo wanasiasa tu, alafu wanasema ni kamati za mapana. Haiwezi kuwa kamati ya maridhiano, itakuwa ni kamati ya kisiasa. Tunataka kamati ya maridhiano ambayo inachukua makundi yote ya kijamii, ambapo tutakaloridhiwa pale hakuna mtu ambaye atatoka kulipinga. Kwa mfano, wawakilishi wa vyama vyote vilivyosajiliwa, whether wana wabunge hawana, wote, hiyo ni kundi namba 1, wawakilishi. Kundi namba 2, wawakilishi wa asasi za kiraia kwa makundi yao, hasa wale ambao wanasimamia masuala ya utawala bora, haki za binadamu na masuala ya katiba. Hilo ni kundi namba 2. Lazima liwakilishwe effectively, kwa sababu na wenyewe wana wananchi wao. Zile changamoto. Naam, mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na miradi ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kuzinduliwa na Mwenge wa Uhuru Mbeya. Karibu sana popote pale ambapo upo. Huu ni Ulimwengu Habari kutoka Sky TV. Mimi ni Maliango Mogeta. Katika kuendeleza juhudi za kuhamasisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 1.3 inatarajiwa kuzinduliwa na Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya, utakaopokelewa katika halmashauri hiyo Oktoba 9 mwaka huu. Upendo Kibetile na taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Elika Yegela wakati akizungumza na waandishi wa habari, na hapa anaeleza moja ya mradi utakaozinduliwa na mwenge huo. Itakuwa na miradi ya thamani ya shilingi bilioni 1.3, na miradi hii itatembelewa, tutaupokea mwenge wetu wa uhuru kupitia njia ya Inyala, kwa sababu sisi tutaupokea kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Tukitoka pale, mwenge wetu wa uhuru utaenda kuzindua mradi wetu wa oxygen plant. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya
kupitia mapato ya ndani tumetengeneza plant ya oxygen tunazalisha, na tutategemea kuiuza kwenye vituo vya afya na hospitali tulizokuwa nazo. Pamoja na hayo, Eli Kayegela anaeleza sababu za kufanya mradi huo utakao kwenda kuwasaidia wananchi katika magonjwa ya mfumo wa hewa. Tokea changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa na watu wengi walipata tatizo la kukosa oxygen. Tuliona ni heri tukafungua plant ya oxygen. Kwa hiyo ni mradi ambao unaonyesha jinsi tunavyopokea pesa ya serikali na kuitendea haki na kufungua kitu ambacho kwenye afya kinatusaidia. Na mradi mwingine ambao Mwenge wa Uhuru utaupitia ni mradi wa bwalo na matumizi ya nishati safi. Mradi huo utakuwa kwenye shule yetu ya sekondari ya Imezu, ipo kata ya Inyala. Tutaweka jiwe la msingi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo. Abiria wa treni walikuwa ikisafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Arusha Oktoba 4, 2025 walipata taharuki baada ya sehemu ya injini ya treni hiyo kushika moto katika eneo la Pasua, kilomita chache kabla ya kufika katika stesheni ya Moshi. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo majira saa 11 jioni, ambapo askari wa zimamoto walifika katika eneo la tukio na kufanikiwa kudhibiti moto huo kabla ya hujasambaa katika mabehewa mengine. Ameeleza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha hitilafu katika injini ndio iliweza kusababisha moto huo kuwaka, huku vifaa maalum vya kuzimia moto vilivyokuwa ndani ya treni hiyo vikisaidia hatua za awali za kudhibiti ajali hiyo. Hii ni taarifa zaidi. Majira ya saa 11 na dakika 41 tumepokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto katika sehemu ya kichwa cha treni ambayo ni treni inatoka kutoka Dar es Salaam, treni ya shirika la TRC. Hivyo baada ya kupokea hizo taarifa, askari wakiwa na gari la kuzima moto walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna moto ambao unawaka katika sehemu ya kichwa cha hiyo treni. Na mpaka sasa tumefanikiwa kudhibiti huo moto kwa kushirikiana na mafundi ambao walikuwa katika hiyo treni. Na chanzo cha awali kulingana na taarifa pia za injinia na mafundi wa treni, wanasema kwamba ni hitilafu ambayo imetokea katika injini ya treni na hivyo kapelekea kutokea kwa moto. Juhudi zimefanyika kwa kutumia vifaa ambavyo vilikuwepo katika treni hiyo, vifaa vya kuzima moto katika hatua ya awali. Kwa hiyo askari wa zimamoto walishirikiana na mafundi wa treni na wakaweza kufanikiwa kudhibiti moto huo usilete madhara. Mpaka sasa hatuna madhara yote kwa binadamu na hata kwa mizigo ya abiria. Ni sehemu tu ya kichwa cha hiyo treni ambapo imeungua. Treni ni ya abiria, na kwa taarifa za awali ni kwamba ilikuwa inatokea Dar es Salaam na kuna sehemu nadhani ya mabehewa ambayo yalikuwa yanatokea Tanga, kwa hivyo yakafikia hapa Moshi, lakini ilikuwa pia katika kuendelea na safari kuelekea kule Arusha. Sisi kwa sehemu yetu tumehakikisha kwamba eneo ni salama na moto hauwezi tena kutokea, na kwa upande wetu sisi tumemaliza, lakini kwa upande sasa wa TRC hiyo siwezi kufahamu kwamba wana hatua gani nyingine ambazo wanaendelea kuzifanya. Na pole kwa taharuki hiyo kwa wale abiria wote waliokuwepo katika tukio hilo. Naam, mgombea ubunge wa jimbo la Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Bwana Chacha Mwita Wambura maarufu kwa jina la Waja, ametoa ahadi ya kuhakikisha kwamba halmashauri ya manispaa ya Geita inakuwa ya kwanza nchini kwa kutoa elimu bora. Taarifa zaidi tunaungana naye Michael Francis Mundala. Ni mwendelezo wa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Geita mjini, ikiwa ni sehemu ya maandalizi muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Mgombea ubunge wa jimbo la Geita mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Chacha Mwita Wambura maarufu kwa jina la Waja ameendelea kunadi sera za chama hicho kuomba kupigiwa kura katika uchaguzi mkuu ujao.
Chacha amezungumza na wananchi wa Nyankumbu pamoja na Nyanguku kuomba kumpigia kura, huku akisema akichaguliwa atahakikisha anaifanya halmashauri ya manispaa ya Geita ambayo ipo katika jimbo lake inakuwa ya kwanza kwa kutoa elimu bora. Nyie walikuja diwani mmoja hapa akasema, lakini na mzee wetu amesema elimu. Mimi nimejipanga kwa kushirikiana na wale waheshimiwa madiwani. Tunataka hapa Geita halmashauri ya manispaa iongoze Tanzania kwa kutoa elimu nzuri. Ili tuongoze, lazima hapa Nyanguku tuweze kuhakikisha elimu yetu inakuwa nini? Inakuwa nzuri. Mimi ninazo shule, nina uzoefu wa kuendesha shule miaka 15 sasa. Kwa hiyo tunavyoenda kusimamia hizi shule hapa Nyanguku, tunaenda kuongeza madarasa. Hata shule ya msingi hapa najua madarasa tayari, madarasa mawili yana budget. Kule Nyanguku shule ya msingi tayari tuna budget ya madarasa mawili na hizo hela zimeshatoka. Lakini tunaenda kuangalia sehemu zote za shule, tuboreshe madarasa, tuangalie walimu watoshe na tuhakikishe wanafunzi wanafundishwa. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Lakini najua kuna sekondari tunazo hapa, si ndio? Zile sekondari ili mtoto afanye vizuri zipate mabweni. Hapa Nyanguku tunazo sekondari ngapi? 2. Twende kuhakikisha tunapata mabweni ili watoto wetu wanaotoka mbali waweze kukaa karibu, na ili tuweze kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu iliyo njema. Mapema mgombea huyo wa ubunge Chacha Mwitambura akizungumza na wananchi wa Nyankumbu ameahidi kuifungua Geita mjini kwa mitandao ya barabara, hali itakayorahisisha shughuli za kiuchumi kwa wananchi. Tunaenda kuhakikisha tunaibadilisha Nyankumbu, tunaibadilisha Geita. CCM oye! Najua Geita yote hii ina changamoto kubwa ya miundombinu, lakini miundombinu tumeamua tunaifanyia kazi ili mwisho wa siku hizi barabara zote zipitike. Na hii barabara, Mheshimiwa Diwani, ikiwezekana hata kabla hatujachaguliwa tupite tu tuitembelee. Tukishaitembelea tuone tunaweza tukafanyaje, kwa sababu tunaelekea kipindi cha mvua. Ndugu zangu, ile daraja sitaharibika tena. Labda kwa nafasi yangu hii ya uneki nianze hata kulifuatilia. CCM oye! Hata hivyo, Chacha Mwitambura ni mgombea ambaye hana mpinzani jimboni kwake, hivyo wapiga kura watalazimika kumpigia kura ya ndio au hapana siku ya uchaguzi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Francis Bundala kutoka Geita. Mtazamaji, kumbuka unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mapumziko yafuatayo ndio tutaweza kutuunganisha moja kwa moja na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu kuendelea kuonekana kwa maandamano ya Gen Z yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto,
bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Makubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z yameendelea kuyatikisa mataifa kadhaa ya Afrika, ambapo waandamanaji wanadai uwajibikaji wa viongozi na uwepo wa huduma bora za kijamii. Huko nchini Madagascar, waandamanaji walimiminika jana katika mitaa ya mji mkuu Antananarivo wakimtaka Rais Andry Rajoelina kujiuzulu, harakati ambazo rais huyo amezitaja kuwa jaribio la mapinduzi. Umoja wa Mataifa umesema hadi sasa watu 22 wameuawa huku mamia wengine wakijeruhiwa. Nchini Morocco, vijana waliandamana kwa siku 8 mfululizo hapo jana wakidai uwepo wa huduma bora za afya na elimu. Hivi karibuni maandamano hayo yaligeuka kuwa ya vurugu na kusababisha vifo vya watu wawili huko Agadir, kitendo kilichozidisha hasira ya waandamanaji katika taifa hilo la kifalme. Kwingineko, Israeli imeendeleza mashambulizi makali Gaza City, huku wajumbe wa upatanishi wakikutana mjini Cairo kujadili utekelezaji wa mpango wa amani uliopendekezwa na Rais Donald Trump na ambao umekubaliwa kwa sehemu na Hamas. Jeshi la Israeli limepiga maeneo kadhaa ya ukanda wa Gaza usiku kucha na Jumapili, likiharibu majengo ya makazi kadhaa. Mashambulizi hayo yanakuja wakati wa Palestina waliokata tamaa wakitumaini mpango wa Rais Donald Trump unaweza kumaliza mateso yao. Trump alitangaza kwamba Israeli imekubali mstari wa awali wa uondoaji ndani ya Gaza na kwamba pindi Hamas itakapothibitisha makubaliano ya kusitisha mapigano yataanza mara moja. Wakati huo Misri inajiandaa kuwapokea wajumbe kutoka Hamas, Israeli, Marekani na Qatar kwa mazungumzo ya utekelezaji wa mpango huo wa amani unaotajwa kuwa wa maendeleo zaidi tangu vita kuanza. Hamas ilionyesha kukubali vipengele muhimu vya pendekezo la Trump, ikiwamo kumaliza vita, kuondoka kwa Israeli na kuachiliwa kwa mateka. Hata hivyo, baadhi ya masuala muhimu kama suala la kuachana na silaha bado hayajakubaliwa. Na hatimaye, mafuriko na maporomoko ya ardhi yamesababisha vifo vya takribani watu 20 katika eneo la milima la kaskazini mwa India la Darjeeling. Hayo yameelezwa leo na Harshvardhan Shringer, ambaye ni mbunge wa eneo hilo la Darjeeling, aliyesema kuwa vifo hivyo vilitokana pia na kimbunga cha Jumamosi usiku. Kiongozi huyo ameendelea kuwa mbali na vifo, maeneo yaliyo kando na milima yameathirika pakubwa huku barabara zikiwa zimeharibiwa. Katika nchi jirani ya Nepal, mvua kubwa imesababisha pia maporomoko ya udongo na kusababisha vifo vya karibu watu 47 huku 35 kati yao wakiripotiwa kufariki katika wilaya ya Ilam Mashariki inayopakana na India. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga.
Habari za kimataifa. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Naam, asante Pius Jayunga kutupitisha katika habari za kimataifa, na sasa tunaenda katika michezo na burudani ambapo huko tunakutana naye Johannes Michael. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha 1 hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha 1 na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael.
Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo kocha mkuu wa klabu ya JKT Tanzania Hamad Ally amechukua tuzo ya kocha bora mwezi Septemba wa ligi kuu ya NBC Bara msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026 akishindana na Romain Folz wa Young Africans na Miguel Gamondi wa Singida Black Stars walioweza kuchuana katika finali hiyo. Hamad Ally aliongoza JKT Tanzania kwenye michezo mitatu ambapo mchezo wa kwanza aliweza kupata sare, lakini mchezo wa pili dhidi ya Coastal Union akaweza kuibuka na ushindi katika dimba la Mkokwani Tanga, na mchezo wa tatu dhidi ya Azam FC na akaweza kutoa sare katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo. Lakini goalkeeper klabu ya Yanga Djigui Diarra amechukua tuzo ya goalkeeper bora wa msimu wa NBC ya mwezi Septemba mwaka 2025. Gerson Msigwa amesema serikali haijatangaza kufungiwa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa miezi 6 kama inavyodaiwa na baadhi ya watu. Msigwa amesema wamekutana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na vilabu vya Simba na Yanga ambao viliomba kutumia uwanja huo wa Benjamin Mkapa katika michezo yao ya ligi kuu soka Tanzania Bara pamoja na michezo ya kimataifa. Aidha pia Gerson Msigwa amesema kwamba klabu za Simba na Yanga zitaruhusiwa kutumia uwanja huo katika michuano ya kimataifa. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na zaidi ya nchi 8 kutoka mataifa mbalimbali zimeshiriki katika mashindano ya kimataifa ya golf yanayojulikana kama Vodacom Tanzania Open Championship, ikiwa ni msimu wa 3 na mashindano haya yaliyofunguliwa mkoani Arusha yakiwa na lengo la kuendelea kukuza na kuendeleza vipaji, ambapo akizindua mashindano haya rais wa chama cha golf Tanzania TGU Glam Kasinga amesema chama hicho kimejipanga vizuri zaidi kuhakikisha kwamba mchezo wa golf unakuwa Tanzania na kuweza kufungua academy. Shindano hili linafanyika kila mwaka. Mwaka huu tumeattract wachezaji wapatao 150 kutoka nchi mbalimbali Afrika Mashariki na beyond. Kuna wachezaji kutoka Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Zambia na nchi kadhaa zinazotuzunguka. Ni category ya professionals, elite amateurs ambao ni single handicappers, division B, juniors na seniors kwa wote wanawake na wanaume. Ni part ya strategy ya Tanzania Golf Union kuendeleza juniors. Kwa hiyo lazima tuanzie kule mashinani. Kwa kesho mtaona hapa tukachofanya. Pia kama Golf Union na kushirikiana na RNA, chama cha wasimamizi wa golf duniani, tumeweza kupata vifaa mbalimbali vya kuweza kufundisha watoto. Kwa kesho tuta hand over vifaa vya juniors kwa ajili ya training, na club zote tunasisitiza ziwe na junior program. Lazima uanze kule chini. Sababu kuna mkunja agali mbichi. So bila kuwa na junior academies kwa ajili ya wachezaji wetu, sio golf peke yake, hata football. Ukianza kupata wachezaji ambao na miaka 10 na kitu uweze kushika katika mashindano ya kimataifa. So na sisi katika kuandaa hilo tuna focus katika junior program na tumeanza kutoa vifaa kwenye club mbalimbali, club zote ziweze kuanzisha junior programs katika kuendeleza mchezo huu. Na watoto hao wanakuja katika viwanja vyetu kucheza bila malipo. Sisi kama wadau muhimu sana katika kuleta maendeleo chanya, tunaona ni fahari kwamba mchezo huu ni mchezo muhimu, licha ya kwamba unaburudisha, lakini pia unawaleta watu walika mbalimbali wakiwa ndani ya kiwanja wakibadilishana mawazo huku wakishindana. Mchezo wa gofu ni mchezo mmoja wapo mzuri sana wenye kuendeleza mipango mikakati na ushindani ambao unachangamsha sio tu akili lakini mwili kwa ujumla. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa ambapo kocha mkuu wa klabu ya Tottenham Hotspur Thomas Frank ameweka wazi kuwa mshambuliaji wa Bodo Glimt James Peter Hauge bado yupo kwenye mipango yake ya baadaye. Hauge mwenye umri wa miaka 25 alibuka shujaa katika mchezo ambao ulikutanisha Tottenham Hotspur dhidi ya Bodo Glimt, ambapo timu hiyo iliweza kuondoka na ushindi, na mchezaji huyo kuweza kuvutiwa na Thomas Frank na kuweza kumhitaji ndani ya kikosi cha Tottenham Hotspur. Na Frank amesema kwamba alipozungumza na television ya tu akisema kwamba ana mpango na mchezaji huyo, na msimu wa dirisha la usajili dogo basi huenda akajiunga na klabu ya Tottenham Hotspur. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mariango Mogeta kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo.
Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marpubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Naam, ni katika ulimwengu wa habari. Asante Jonas Michael kutukamilishia katika michezo na burudani. Sasa ni wakati wa kuweza kufahamu kinachoendelea katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Lakini kwa upande wa Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa
mikoa ya Kigoma, Katavi, Tabora, Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri huu kwa kuangalia utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini, tukianzia siku ya kesho kutwa. Dar es Salaam, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa katika maeneo machache. Mwanza, mvua na ngurumo zinatarajiwa. Kilimanjaro, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Arusha, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Leo ulikuwa nami mchambuzi wako wa hali ya hewa Mohamed Hamisi. Asante. Asante TMA, Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, kwa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Mtazamaji, kabla ya kukamilisha ulimwengu wa habari, ni kufahamisha yale ambayo tunayo katika ulimwengu wa habari. Ni pamoja na zaidi ya Watanzania milioni 14.7 wamehudhuria mikutano ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kampeni ambazo zimefanyika katika mikutano 77 kwenye mikoa 21 nchini. Katika habari za kimataifa ni kuhusu maandamano ya vijana wa Gen Z yaendelea kushuhudiwa barani Afrika. Na katika michezo, kocha JKT Tanzania atoa tuzo ya kocha bora wa mwezi Septemba. Asante kwa pamoja nasi. Tufuatilie kwa mitandao ya kijamii YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mugeta, nikutakie siku njema.